Hii ni Maisha Kamili, twakufungulia Biblia uyaone maisha. Rafiki yetu, mfuatiliaji wa kipindi chetu hiki kizuri cha kujifunza Biblia kwa kutumia mwongozo, leo tuna somo zuri linalosema mahali. Somo linalosema mahali. Wapi ni mahali pazuri pa kujifunzia Biblia? Tunakuja kuangalia ni mahali gani. Kabla tujaendelea, tupate kuomba. Amen. Mungu wetu na Baba yetu mtakatifu, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru kwa nafasi ya pekee na kibali ulichokupatia siku ya leo. Tunakualika uwe mwalimu wetu nasi tuwe wanafunzi, ukitujalia usikivu. Amen. Mungu wetu, tunamuombea mfuatiliaji wa kipindi chetu hiki. Baba, mtie nguvu, mpe uelewa, tuende sawa sawa na mapenzi yako. Katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Jana tunaangalia kanuni kama tutajifunza Biblia na kukuza mahusiano yetu na Kristo na kwa washirika wake katika makusudi yake, tenda matendo mema tuliyowekewa tangu kuumba ulimwengu. Ni kwa kutoa muda wa kutosha. Ndio muda kujifunza neno la Mungu. Sasa mahali leo ni wapi? Na hapa mahali inaweza hapo wapi inaweza kuwa ni katika wakati na au katika nafasi. Twende katika mfano wa Kristo Yesu ambaye ni kielezo chetu. Alifanyaje? Alikuwa anatiririsha maandiko, alikuwa na ufahamu wa Mungu, alikuwa anamjua Mungu kama alivyoshuhudiwa katika maandiko. Sasa alikuwa anaishi vipi katika kanuni ya mahali? Marko sura ya kwanza mstari wa 35. Marko sura ya kwanza 35. Hata alfajiri na mapema sana akaondoka, akatoka akaenda zake mahali pasipokuwa na watu, akaomba huko. Hapo mahali pana watu? Hapana watu. Ni muda gani? Alfajiri na mapema. Alikuwa anahitaji utulivu. Lakini pia alikuwa anahitaji maana mapema ile ni kwamba nguvu zake bado ni mbichi, hazijatumika. Anampatia Mungu, anampenda Mungu kwa akili zake, moyo wake na nguvu zake. Mfano pigwa. Wewe yale masomo magumu yale ya shule, si ndio unapatia muda mzuri zaidi? Unasema hebu nitulie nijifunze kitu. Luka sura ya 39 mstari wa 42. Luka sura 10:39. Luka 10:39 mpaka 42. Mahali. Luka 10:39 inasema, naye alikuwa na umbu lake aitwaye Mariamu, aliyeketi miguuni pake Yesu, akasikiliza maneno yake. Lakini Martha alikuwa akihangaika kwa utumishi mwingi. Akamwendea akasema, Bwana, uone vibaya hivyo ndugu yangu alivyoniacha nitumike peke yangu? Basi mwambie anisaidie. Niendelee? Bwana akajibu akamwambia, Martha, Martha, unasumbuka na kufadhaika kwa ajili ya vitu vingi, lakini kinatakiwa kitu kimoja tu, na Mariamu amelichagua fungu lililo jema, ambalo hataondolewa. Mariamu alikuwa wapi? Miguuni pa Yesu. Martha alikuwa wapi? Akihangaika na utumishi Mungu. Alikuwa anamtumikia nani? Yesu. Huyu anamtumikia Yesu kwa kumsikiliza. Maana unajua hakuna furaha kwa mwalimu kama kupata sikio la mwanafunzi afundishwaye, ambaye yuko tayari kusikiliza. Yaani unasikia anakutua mzigo. Huyu Mariamu naye alikuwa anamsikiliza. Hebu lakini naomba niulize, hivi kukaa miguuni pa Kristo, kwenda unasema natafanya retreat, nafanya retreat, naenda mahali najichimbia, kukaa miguuni pa Kristo, watu watakuchukuliaje? Ni mvivu au unamtumikia kweli Kristo? Au
Ni time well spent. Wengine wataona kama unapoteza muda. Haya, sisi wenyewe tunalionaje? Kuna mzee mmoja nakumbuka nilienda kwenye mji wake, ana chumba kabisa, akitaka Bible study au maombi, ana chumba chake kabisa kwa ajili ya mahali pa kukaa miguuni pa Kristo. Vipi kama tukiwa na mahali kama hapa? Pazuri sana. Katika muda, nasema muda huu, hata kama mama yangu amekuja au amepiga simu, hamna kuniita, niko miguuni pa Baba. Wewe bwana, Baba anahitaji attention. Amina. Na mimi natakiwa nimpe. Kuna watu watakuja, hata kama mgonjwa amekuja, anahitaji nini? Asinitoe miguuni pa Baba. Kwa hiyo nikitoka miguuni pa Baba nitakuja na neema ya kumsaidia mgonjwa. Amina. Una uzoefu wa kuwa na mahali unakwenda kumzikia miguuni pa Baba, retreat kwa siku, kwa wiki, kwa miezi mitatu, wengine wanaita Sabato. Lakini achana na hiyo kwamba unachangamana na nini, yani unasema no, this is time for spiritual nipokee, nikae miguuni, nisikie maneno yake. Msituni kwanza umenoa. Kuna msitu hapa, utulivu, watu wanakwenda pale. Japo napo naendaga pale, lakini usipoangalia napo unakosa utulivu pale. Usipoangalia unakosa utulivu. Swala kanuni ni kwamba unapopachagua kweli pana utulivu, kweli utamsikiliza Bwana au ni kijiwe tena? Unajua hata kanisani inaweza kugeuka kuwa ni kijiwe. Ndio. Hata hapo ambapo unaweza kusema ni pa utulivu, inakuwa ni kijiwe cha kukutania. Mnaanza na stori zenu, mnapiga nani? Hata huyo Bwana hamuoni, unasema leo tumekutana nani? Au ushaona kitu kama hiyo? Sasa hebu niseme, una uzoefu wote katika hili la mahali kama kanuni ya kujifunza Biblia na kukuza mahusiano na nani, kumpatia Mungu mahali, kukutana naye miguuni pake, labda kwa mapema asubuhi sana? Si muda wako ni muda gani? Si mapema asubuhi? Ni pale ninapoamka saa 11 pale, sijaanza mambo yangu hata nyumbani, naanza na Bwana. Sijui unampatia muda wa kutosha hapo miguuni? Maana inaonekana huyu Martha mpaka akapata hasira, mbona hatoki kuja kunisaidia? Yani yeye anaendelea tu. Huyu jamaa mbona maombi, mbona hatoki, anyamaze, hatoki, mbona muda kutosha? Okay, hayo ni maswali ambayo hata mimi ninajiuliza. Rafiki yangu, sijui wewe unasemaje juu ya kupatia Mungu muda? Kama una hamu kweli ya kulifahamu neno la Mungu, kama unataka kumjua Mungu anajifunua katika neno lake, umempatia muda kiasi gani? Lakini pia unakutana naye wapi? Kuna faraga unayoipata kila siku, kila juma, kila mwezi, kila mwaka, retreat miguuni pa Kristo. Ujaribu kufanya hivyo, uone kanuni hii ambayo Kristo alitumia na sisi tunaweza kufuata kama ni wafuasi wake kuitumia, tuone kama mahusiano yetu ya Kristo yatakuwa stagnant, yatakuwa pale pale. Mungu atubariki sana. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, mahali ulipopachagua wewe kuweka jina lako miguuni pa Yesu, na sisi tumepachagua, utufikishe hapa, utubakize hapa na msikilizaji wetu, hata kijiwe hiki cha maisha kamili, tunarudi tena hapa miguuni pako, utulete tena. Ndivyo tunavyoomba kwa jina la Yesu, amen. Amen. Basi mfuatiliaji wetu, hapo ndipo tumefika mwisho kwa siku ya leo, ambapo tumeona ni mahali gani pa kumwona au pa kukutana na Bwana au pa kujifunza Biblia. Sasa tunakuja siku ya Jumanne, siku ya kesho, namna ya kujifunza Biblia kwa kina, kuchimba. Mwenyeji wako mimi Geoffrey Omondi. Enos Makalindile. Karibu sana, usikose somo la kesho.